Hakika mpinga Kristo amefunuliwa. Tazama mpaka mwisho upate ufunuo halisi kulingana na Biblia. Biblia kitabu cha Petro wa pili 1:20 hadi 21 kinasema, na nukuu, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Mwisho wa kunukuu. Hapa Biblia inatutaka tusitafsiri unabii kama tupendavyo, yatupasa kutumia maandiko kuweza kufunua tabiri mbalimbali. Je, mpinga Kristo ni mtu, chama cha siasa, nchi fulani, Papa wa Roma, au ni kitu gani? Sikia hii. Kitabu cha kwanza Yohana sehemu 2 aya 22 inasema, ni nani aliye muongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye Baba na Mwana. Hapa kuna pointi za msingi zinazotuwezesha kufumbua jambo hili. Akanaye Yesu ni Kristo. Yeye amkanaye Baba na Mwana, yani Mungu na Mwanaye Yesu. Huyo ndiye mpinga Kristo. Kwa kuwa unabii huu umekaa kiimani na duniani kuna imani nyingi, basi mpinga Kristo lazima naye atakuwa kwenye imani fulani. Tuanze na pointi ya kwanza. Akanye Yesu ni Kristo. Tukipata imani yoyote inayosema Yesu siyo Kristo, basi mkuu wa imani hiyo ndiyo mpinga Kristo. Katika imani ya Kiislamu pekee ndiyo ambayo haimtambui Yesu kuwa Kristo, na badala yake humuita Isa bin Maryam. Pointi ya pili, amkanaye Baba na Mwana. Pointi hii pia katika imani kubwa duniani. Imani ya Kiislamu ndiyo hukataa kuwa Mungu kuwa na mwana. Hivyo, katika Uislamu